الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في مجلس tutaita kwa jina kubainisha baadhi ya maneno yaliyopo katika sauti ya al-Madsus Mumayyi Abi Muhammad Hasnu Zinjibari al-labis libas as-salafi zura. Tabainisha baadhi ya maneno yaliyopo katika sauti ya huyu bwana ambaye ni Madsus Mumayyi usuli da'wati salafia, ni kuilegeza misingi ya dawa hii salafia kwa talbisati zake zisizokuwa na ilmu ndani yake, aliyevaa kwa muda mrefu vazi la usalafi zuran kwa uongo. Kwa hakika tunapaswa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi kutokana na fitan na al-hawri ba'da al-kawn. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi na kinga kutokana na kubadilika baada ya kuwa katika msimamo, kuingia katika maasi baada ya kuwa katika taa, kuingia katika bid'a na uhizbia baada ya kuwa katika sunna na salafia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijikinga na jambo hili na akawa anayasema maneno anapokuwa safarini, kama alivyotaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Abdullah ibn Sarjas قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. Abdullah ibn Sarjas anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila anaposafiri anataka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiomba hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wa'tha as-safar, shida na tabu za safarini au za safari, wa kaabati al-munqalab, lakini pia alikuwa akiomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mabadiliko ya kurejea, utafamilia yako imebadilika au wewe mwenyewe ukabadilika na mfano wake. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba hifadhi kutokana na kaabati al-munqalab wal hawri ba'da al-kawn, na alikuwa akiomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia kutokana na kubadilika baada ya kuwa katika taa, kurudi nyuma baada ya kuwa umesongea mbele katika taa, kurudi kwenye maasi baada ya kuwa katika taa, au ukaingia katika bid'a baada ya kuwa katika sunna, ingia katika hizbia baada ya kuwa katika salafia, jambo ambalo tutakana sisi tukithirisha sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwambia Allah, Allahumma inna na'udhu bika wa inna na'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawn. Hakuna kitu kibaya kama
kubadilika katika dini ya mtu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema akimwambia Hudhaifa bin Yaman, ausini, niusie. Hudhaifa akamwambia, inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala au inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawun fi dinillahi. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن. Hudhaifa akamwambia, hakika ilivyo dhalala ya kweli ni wewe ukaya kubali yale ambayo ulikuwa unayakataa, na ukayakataa yale ambayo ulikuwa unayakubali. Alafu akasema, wa iyyaka watalawuna fi dinillahi ta'ala, tahadhari ile wako wewe Abdullah na watu wengine pia, nasaha kwa umma na kubadilika katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jana Abu Muhammad Hasnu alikuwa anaona kwamba Muhammad al-Imam na watu wake ni katika watu wa bid'a. Leo anaona tena katika watu wa sunna. inna dhalalata haqqa dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka watalawuna fi dinillah. Kwa muda wote aliokaa na masalafu zikitokea fitan kuanzia miaka hiyo 2010 wakikaa vikao vya kunakishiana na kubainisha hali za watu hawa wa Muhammad al-Imam, naye yupo na masalafu. Leo anadhihirisha kinyume chake. La shaka hii ni intikasa, na kama alikuwa mundas amejificha, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemdhihirisha, imefika wakati wake wa kudhihirika. La shaka itakuwa hivyo, na ndivyo ilivyo katika sunna za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambaye atajificha kwenye manhaji hii kiuongo, Allah subhanahu wa ta'ala atadhihirisha tu hali yake. Na sisi tunafahamu wako vijana wengi wana mrengo kama wake, wako na masalafi kwenye kadhia zote, hasa kadhia hii ya Muhammad al-Imam, lakini si wa kweli. Wako na Muhammad al-Imam, wanangojea ifike wakati ili wadhihirishe yale ambayo wako nayo. Wako baadhi ya vijana ikifika wakati kuwataja tutawasema, na vijana wengi waliotokea katika markazi ya Fuyushi, sisi tunafahamu wengi wanaishi katika hii dawa makran, wanaishi katika hii dawa kwa vitimbi, wala si wa kweli. Wengi wao wako hivyo, lakini fitan huwa zinawadhihirisha watu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbara. Sunna ya Allah ta'ala kuwatahini watu, na mimi ninaamini fika yako ambayo Allah amemtahini nayo Abu Muhammad Hasnu wa Zinjibari, mpaka akayatoa ambayo yako katika kifua chake kwa muda mrefu. Mimi ninaamini hivi. Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ibadahu,
Allah ana sunna ya kuwatahini waja wake, na lengo ni kuwadhihirisha wale ambao ni wakweli na ambao si wakweli, wale ambao walikuwa wanaishi katika hii dawa makran wakidai usalafi zuran, wale ambao walikuwa ni majasusin, Allah atawadhihirisha kwa fitna na mitihani. Wale ambao walikuwa na chuki dhidi ya dawa na mashehe wake, Allah atawadhihirisha kwa mitihani na fitna. Ndio maana akasema pia, amhasibitum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Pia akasema, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, al-aya. Lakini pia akasema, alif lam mim hasiba an-nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala anawatahini watu ili kupambanuka wa kweli katika misimamo yao na wale ambao walikuwa wanaishi kwa uongo katika madai yao. Alhamdulillah, Allah ta'ala amemdhihirisha huyu madusus Umayyi Muhammad Abu Muhammad Hasnu Zinjibari, ambaye alikuwa ameishi katika dawa hii kwa muda mrefu, ambaye akawa ni madusus kwa muda mrefu. Allah amemdhihirisha baada ya mitihani mingi ambayo imepita. Alamatu Rabi ibn Hadi al-Madkhali anasema, kama ilivyo katika nafahati al-huda wal-iman, au katika marhaban ya talib al-ilmi au marhaban ya talib al-ilmi, anasema rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, as-salaf al-muzayyaf tudhhiruhu al-fitan wa takshif haqiqatahu wa takshifu zayfahu. Sadaqa Shaykh rahimahullah, asema as-salafi al-muzayyaf, salafi feki zitamdhihirisha yeye fitna. Salafi feki zitamdhihirisha yeye fitna. Wa takshif haqiqatahu, na fitna zitadhihirisha uhalisia wake. Wa takshifu sayfahu, na fitani zitadhihirisha ufeki wake katika kulazimiana na hii da'wa na mashekhe wake. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amemdhihirisha huyu. Ni madhara kwake wala si kwetu. Sasa katika sauti yake aliyetoa imekatwa kipande kikarushwa, nitawasikilizisha hapa ili msikie maneno yake anasemaje. Sasa wakatokezea wanachuoni wengine katika maulama wa dawa hii, da'watu salafia, wao wakampa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam, wakasema kutokana na hali za Yaman, kutokana na mazingira ya Yaman, basi yeye ni mtu ambaye anapewa udhuru katika mweko huo. Sasa hapa pakatokezea mchanganyiko au pakatokezea mgongano. Kwa hiyo hawa wakatoa hawa katika da'watu salafia na hawa wakatoa hawa katika da'watu salafia, na hali ya kuwa misingi ya da'watu salafia iko wazi, inajulikana, na ukisoma misingi ya da'watu salafia na ukaidurusu vizuri misingi ya da'watu salafia, utakuta hao hawajatoka katika misingi ya da'watu salafia wala hao hawajatoka katika misingi ya da'watu salafia. Ndio nimesikia maneno yake kuanzia mwanzo mpaka alipofika kwamba hawa, ukisoma misingi ya da'watu salafia utakuta kwamba hawa hawatoki katika da'watu salafia na hawa hawatoki katika da'watu salafia. Wale mkubali Muhammad al-Imam hawatoki katika da'watu salafia, na ambao hawamkubali hawatoki katika misingi ya da'watu salafia.
maneno haya ni maneno ya uongo yasiyo na ilmu, bali kwa lugha nyingine tusema hajielewi na haelewi anachoongea. Ni misingi gani ambayo inawabakisha wao katika dawa salafia? Au tumuulize ni misingi ipi ambayo itawabakisha nyinyi katika dawa salafia? Hebu itaje hiyo misingi. Labda bwana sisi tumebaki kwenye dawa salafia kwa sababu ya msingi huu na huu na huu, na kilichotajwa hiki hakithibiti kwetu sisi kuwa ni watu wa bid'a au ni wazushi au ni mahizbi, kwa sababu sisi tunafahamu kwamba misingi ya dawa salafia inakariri kwamba atakayemtetea mtu wa bid'a ambaye bid'a yake imebainika na akatajwa na ulama kwa yeye ni katika watu wa bid'a, atakayemtetea huyo ni katika watu wa bid'a. Sasa huo msingi unaosema wewe au hiyo misingi unaosema kwamba ukidurusu misingi ya dawa salafia, ukaisoma misingi ya dawa salafia, utakuta kwamba hawa hawatoki katika dawa salafia na hawa hawatoki katika dawa salafia. Uongo, ni maneno yasiyo na elimu ya mtu asiyejielewa. Al-Imam Abu Daud as-Sijistani rahimahullah ta'ala, kama ilivyo katika tabaqat, asema qultu li Ahmad, nilimwambia Imam Ahmad, ara rajulan min ahli sunna ma sahibi bid'ah, mimi bwana naona mtu wa sunna nasubiana na mtu wa bid'ah, atruku kalamahu, je niache kuongea naye? Akamwambia la, watulimuhu, kwanza mfahamishe ana rajula alladhi ma'aka sahibu bid'ah, kama mtu ulikuwa naye ni mtu wa bid'ah, mwambie huyo sunni anayesubiana na mtu wa bid'ah, si anamtetea, anasubiana na mtu wa bid'ah, kwamba fulani unayetembea naye ni mtu wa bid'ah. Fa in qabila wa illa fa alhiqhu bihi, akikubali sawa, mzingatieni sunni, endelea kuzungumza naye, la sivyo muunganishe naye mtu huyo mtu wa bid'ah, kwa maana yeye atakuwa watu wa bid'ah. Al-Allama Mahmud bin Abdullah Tuwaijiri rahimahullah ta'ala katika al-Qawl al-Baligh alipotaja kauli hii ya Ahmad asema, hadhihi riwaya عن الإمام ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين. maneno haya yanabidi pia yatabikishwe kwa wale ambao wanawasifu tablighi na wanawatetea tablighi. Faman kana alima minhum, yule ambaye atakuwa anajua katika wao kwamba tablighi ni katika watu wa bid'ah, alafu akaanza kuwatetea na kuwapa udhuru, basi huyu ni katika wao na ni katika watu wa bid'ah. Sisi kwa maneno ya ulama ambao wanarusuh kwenye masala ya jarh na ta'dil, tumepokea habari kwamba na tumesoma maneno tangu hapo awali, Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'ah na inapaswa kutahadhari naye na watu wake. Kumkumbatia Muhammad al-Imam na watu wake ni kuwakumbatia watu wa bid'ah. Sisi tunafahamu hivyo. Kwa mujibu wa maneno haya na misingi ya dawa salafia yenyewe iliyotajwa na ulama, si kama wanaozungumza wewe kwamba ukidurusu misingi ya dawa salafia, ukisoma misingi ya dawa salafia, misingi gani hiyo ambayo ukisoma inakubakisheni nyinyi katika dawa salafia? Ni misingi gani hiyo? Au unaongea vitu usivyoelewa, unazungumza vitu ambavyo huvielewi? Bila shaka ni hivyo.
na ndicho kinachoonekana katika sauti yako. Unaongea vitu ambavyo huvielewi, maneno yajirudia hujielewi, yani huelewi unachokiongea. Maulama wa ahli sunna katika vitabu vyao vya sunna wameandika msingi huu. Kina al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah ta'ala katika aqidatu salaf ashabu al-hadith, kina al-Imam al-Qahtani na wengine kama ulama wa ahli sunna walioandika kutubu za sunna wameandika msingi huu. Al-Qahtani anasema la yashabu al-bid'i illa mithlahu tahta ad-dukhan ta'ajjuj an-niran, hakuna anasubiana na mtu bid'a isipokuwa ni mfano wake. Hakuna anasubiana na mtu bid'a, si kumtetea. Sasa je, vipi nyinyi mumtetea Muhammad al-Imam ambaye amezungumzwa kwa hujja na dalili kwamba yeye ameingia katika bid'a na yeye ni mtu wa bid'a, na ni wajibu kutahadhari naye na watu wake. Ibn Aun anasema ma yujalis ahli al-bid'a ashaddu alaina minhum, anakana watu wa bid'a ni mbaya juu yetu kuliko wao watu wa bid'a wenyewe. Je, vipi nyinyi mwawatetea? Hii ndio misingi iliyotajwa na ahli al-ilm, misingi ya dawa salafia. Alama Ibn Baz rahimahullah katika sharh ya kitabu cha Fadhl al-Islam anasema alladhi yuthni ala ahli al-bid'ah wa yamdahuhum, ambaye anawasifu watu wa bid'ah na anawatetea watu wa bid'ah, huwa da'i lahum, huyo ana walingania watu wakamsikilize yeye. Yad'u lahum la shakka annahu ya'khudhu hukmahum, hakuna shaka kwamba huyo atachukua hukumu yao. Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala anathibitisha kwamba ambaye anawasifu watu wa bid'ah na kuwatetea watu wa bid'ah, huyo atachukua hukumu yao. Atachukua hukumu yao katika pande gani? Kwamba yeye ni katika watu wa bid'ah. Hii ndio misingi ya dawa salafia tunayojua sisi walioizungumza maulama, sio haya maneno unayarusha wewe yasiyokuwa na elimu ndani yake, yasiyokuwa na hujja ndani yake, maneno ya mtu asiyejielewa. Na ndio kwa sababu hiyo ukitizama maneno ya Yahya an-Najmi rahimahullah, Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala katika hiwari ma al-Halabi asema wa man athna ala al-Maghrawi baada an alima nazghatahu al-kharijiyya yajibu an yulhaqa bihi, na ambaye atamsifu al-Maghrawi baada ya kujua chembe zake za ukharijia, huyu inapaswa na ni wajibu aunganishwe na al-Maghrawi. Yajibu an yulhaqa bihi, inabidi aunganishwe na Maghrawi. Wala a'lamu ahadan min ahli as-sunnati al-ma'rufin sayatawaqqafu an ilhaqihi bihi, na wala sijui yoyote katika ahli sunna wanaojulikanwa anaweza kutawakafu akastop kunako kumuunganisha anayemsifu al-Maghrawi na Maghrawi kama naye ni katika watu wa bid'ah. Hivi ndivyo ambavyo maulama wanazungumza. Ikiwa ahlul ilm wamezungumza fulani ni mtu wa bid'ah, tahadharini naye, alafu wewe ukaja ukasema kwamba hana shida na ukamsifu ukamtetea, wewe utachukua hukumu yake. Wewe utachukua hukumu ya huyo mtu na wewe utakuwa ni bid'i. Kwa maana kama Muhammad al-Imam ni katika watu wa bid'ah kwa maneno ya ulama, na wewe utachukua hukumu yake, na wewe ni katika hao watu wa bid'ah, ni katika hao mahizbi. Haya ndio maneno ya ulama yaliyosimama kwenye ilmu thabiti na kwenye misingi ya dawa salafia. Kisha akasema, kwa hiyo huyu Sheikh Saleh Suhaimi
haiwezekani kwamba ukatokezea wewe ukamlazimisha kwamba lazima afuate kauli ya Sheikh Rabi au Sheikh Ubaid al-Jabir, kadhalika Sheikh Suleiman Ruhaili. Haiwezekani kwamba ukamlazimisha lazima afuate kauli ya Sheikh Ubaid al-Jabiri na Sheikh Rabi, kadhalika vile vile Sheikh Rabi haiwezekani ukatokezea wewe ukamlazimisha lazima afuate kauli ya Sheikh Saleh Suhaimi au lazima afuate kauli ya Sheikh Suleiman Ruhaili. Hili jambo haliwezekani kwa sababu hawa ni wanachuoni. Anachokimaanisha hapa kwa maneno haya yote mpaka kuitaja hadithi kwamba Sheikh Rabi hapaswi kumlazimisha Sheikh fulani afuate maukifu yake, na hawa mashaikh wengine pia hawapaswi kuwalazimisha hawa wafuate maukifu yao kwenye kadhia hii au kadhia nyingine. Wanapotofautiana katika mitazamo kwamba fulani ni mtu wa bid'a na wewe asema hapana, wasilazimishane. Misingi ya kina al-Halabi, misingi ya kina al-Maribi ile ndio amekuja nayo huyu bwana al-Maftuni huyu. Sababu sitofahamu kwamba tangu wakati wa salaf awe mtu ni shekhe, ni mwanachuoni, ni alim, ikiwa maulama watamzungumza fulani kwa ilmu kwamba fulani ni mtu wa bid'a na imethibiti kwa bid'a fulani na fulani na fulani, unatakana kulazimiana na kauli ya haki na kutahadhari naye. Sio dawa iko hivyo tangu zamani, bila kujali huyu ni alim, huyu ni mwanafunzi, huyu ni nani. Muda wa kuwa aliyeongea kumjeruhi fulani amezungumza kwa elimu na kwa hujja kubainisha makosa ya mtu na yamethibiti kweli, basi wengine wote wanatakikana kufuata kauli ya yule mwanachuoni. Ukiangalia Sufyan al-Thawri alipokwenda Basra akawa anaulizia hali ya Rabi, akaambiwa ni sunni, lakini akaambiwa anasubiana na watu wa bid'a, basi huyu ni bid'i naye ni katika watu wa bid'a. Na zama zetu hizi zimetokea kadhia nyingi, tunaona mashekhe wakiwabidiisha baadhi ya mashekhe kwa sababu ya kuwatetea watu wa bid'a. Ni mashekhe wangapi ambao wametahadharishwa kwa sababu ya kumtetea Said Qutb, kwa sababu ya kumtetea al-Maghrawi, Hasan al-Banna? Mashekhe wangapi ambao sasa tuwazingatia ni katika watu wa bid'a, bali maulama wamewazingatia ni katika watu wa bid'a kwa sababu ya kuwatetea na kutokukubali kauli za maulama kuhusu akina fulani, na wala hawakusema kwamba kwa sababu tumetofautiana katika mitazamo, huyu ni shekhe na huyu ni shekhe, inabidi tusimlazimishe fulani kufuata kauli yetu. Maneno haya ni maneno yamezungumzwa na ikhwan al-muslimin. Al-ikhwan al-muslimin ndio ambao wamezungumza maneno haya, na mahizbi kina al-Halabi ndio wamekuja na misingi hii na kanuni hizi ambazo anazungumza huyo. Dawa salafia iko hivi, ikishabainika kwamba fulani amekosea ni katika watu wa bid'a kwa sababu ya 1, 2, 3, basi italazimu kwa mashekhe wengine kufuata kauli ya haki na kutahadhari na yule bwana ambaye amezungumzwa. Dawa salafia ndio hivyo. Hata haya maneno Ibn Abdul Barri aliyoyaashiria hapa, yeye mwenyewe hajaelewa. Ibn Abdul Barri ameweka mlango katika Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, akasema hivi: fasadu at-taqlid wa nafyuhu wal farq baina at-taqlid wal ittiba'. Kufisidika kwa kufanya taklid, kuiga na kufuata kauli za mtu ambaye hana dalili na yeye mwenyewe si hujja, na kulipinga hilo. Lakini na tofauti kati ya taklid na ittiba'. Kuna tofauti kati ya taklid na ittiba'. Kwa maulama wengi wanatofautisha vitu hivi viwili. Taklid ni kufuata kauli ya mtu ambaye si hujja,
alafu maneno yake hayana hujja, yeye mwenyewe si hujja. Kwa mfano Mtume sallama kauli yake ni hujja na masahaba kauli zao ni hujja. Sasa taklid ni kumfuata mtu ambaye yeye mwenyewe si hujja na kauli zake hazina hujja, kauli yake si hujja na maneno yake hayana hujja, wewe ukafuata maneno yake, ukaichukua maneno yake ukalazimia. Hiyo ndio taklid. Ibn Abd al-Barr akasema wal farqu bainahu au baina at-taqlid wal ittiba', tofauti kati ya taklid na al-ittiba'. Al-ittiba' maana yake ni kufuata maneno yaliyo na dalili, yaliyosimama yana hujja, maneno yaliyobainishiwa hoja zake na misingi na makosa kweli haya yapo, huyu atakuwa likatoa bid'a kwa sababu ya hii na hii na hii. Hapa ni al-ittiba', ni kufuata sawa sawa kwa wanachuoni na mashekhe na wanafunzi. Ndio maana Shinqiti katika Adwa al-Bayan alipoitaja aya ya surati Muhammad afala yatadabbaruna al-Qur'an, akaanza kutaja tambihat mbalimbali muhimu, akataja tambihi ya 4 inayofungamana na masala haya, akataja yanayofungamana na masala haya kwamba kuna kitu kinaitwa at-taqlid na kuna kitu kinaitwa al-ittiba'. Al-ittiba' akaeleza ni ile mtu kufuata kilichothibiti kuwa ndiyo haki na kina hujja, na al-ittiba' fi dini masub, ni kitu ambacho kinatakikana kufuata katika dini, kitu ambacho kinalazimika, yani lazima utafuate haki iliyozungumzwa kwa dalili zake. Kwa hiyo maneno ya kwamba eti Sheikh Rabi halazimishwi kufuata maneno ya kina Suleiman Ruhaili au Suleiman Ruhaili na wengine hawalazimishwi kufuata maneno ya Sheikh Rabi, lakini Sheikh Ubayd al-Jabiri, haya ni maneno ya batil, si maneno ya sawa. Kwa haya uliozungumza wewe, kwa sababu at-taqlid fi al-haqiqa inma huwa qabulu ma qalahu qa'ilun duna an-nabi sallallahu alayhi wasallam bighayri burhan, فهذا الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا. hiyo ndio taklid. Taklid ni pale inapokuwa mtu amezungumza bila dalili alafu wewe ukamfuata, hajabainisha, hajatoa hoja kwamba fulani ni mtu bid'a kwa sababu hii na hii, hajatoa hoja. Lakini sasa maulama hapa wamezungumza kwa hujaji na bayani, wakaelezea sababu za kumbidhiisha Muhammad al-Imam. Kwa hiyo italazimu kwa mashekhe kufuata maneno ya ulama hapa, wasipofuata watakuwa na mlango mwingine, lakini lazima wao kufuata. Na ndio maana unapotizama hata hao mashekhe unawataja wewe kina Salih al-Suhaimi, walipotajiwa kipengele cha baadhi ya mashekhe kumsifu Said Qutb, na hali ya kwa baadhi ya mashekhe wamembidiisha Said Qutb, kama vile Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala wa ghafara Allahu lahu. Sheikh Salih Suhaimi akasema kad akhta Sheikh Bakr Abu Zaid fi thana'ihi ala Said Qutb, amekosea Sheikh Bakr Abu Zaid wa kumsifu Said Qutb, amekosea. Kwa maana wajibu uko kwake nini kwa Sheikh Bakr Abu Zaid? Ni kutokumsifu na kufuata kauli ya wale ambao wamembidisha, kwa sababu wamembidisha kwa ilmu na hujja. Hiyo ndio misingi thabiti sahihi ya elimu, si haya unayozungumza wewe, unarusha maneno tu. Akasema Sheikh Salih Suhaimi wa hadhihi hafwatu minhu wa zalla. Hapo Sheikh Bakr Abu Zaid ameteleza kwa kumzaki na kumtakasa Said Qutb, ameteleza hapo. Akhta fi thana'ihi ala mithli sahib ad-dhalal, amekosea katika kumsifu sahib ad-dhalal ambaye Said Qutb. Bali mashekhe tangu zamani ni hivyo, wanapita katika msingi huu, wanasihi baadhi ya mashekhe ambao labda huenda
hawajafikiwa na hali ya fulani, na kuwaambia warudi na kuwabainishia misingi yao kwamba bwana huyu yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ni wajibu kufuata. Suala sasa, je, shekhi fulani atakuwa ni mtu wa bid'a kwa sababu amekataa kufuata kauli ya shekhi fulani na ina hoja na burhan? Hilo ni swala lingine. Lakini je, ni wajibu shekhi fulani kufuata shekhi fulani kwa sababu tusema ni wajibu? Muda wa kuwa alichokizungumza kina hujja na burhan na kina bayani, ndio misingi ya kielimu iko hivyo. Hata huyo Suleiman Ruhaili wafakahu Allah Ta'ala alipoulizwa kuhusu mawqif ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi kunako Abul Hasan al-Maribi, akasema, yani Sheikh Abdul Muhsin aliulizwa na yeye akawa amempa udhuru Abul Hasan al-Maribi, akasema bi anna ash-shaykha ma'dhurun li'annahu la yaqra'u kalam al-Maribi. Sheikh Abdul Muhsin ana udhuru yeye katika hili kwa sababu yeye hasomi maneno al-Maribi fima kutiba, katika yale yaliyoandikwa na kunukuliwa kutoka kwake, au aliyoyaandika yeye mwenyewe Abul Hasan al-Maribi, alladhi huwa indana mubtadi'un, ambaye sisi kwetu sisi, ambaye huyo kwetu sisi tumzingatie ni mtu wa bid'a, bima kataba, kwa yale aliyoyaandika yeye mwenyewe. Laysa lakum hujjatun fi kalami al-Abbad alladhi la yaqra, alladhi lam yaqra. Kwa hiyo hamna hoja nyinyi kwa mujibu wa maneno ya al-Abbad ambaye yeye hasomi, hajasoma kilichoandikwa na mashekhe na maulama kunako Abul Hasan al-Maribi, yeye ana udhuru, ambaye hajasoma kilichoandikwa na yeye mwenyewe Abul Hasan al-Maribi. Hamna hoja nyinyi hapo, yeye ana udhuru kwa swala la udhuru, lakini ni wajibu kwake ilikuwa kufuata maneno ya ulama kama yatambainikia. Kwa hiyo maneno hayo unayosema ni maneno ambayo si sawa, ndio maana Sheikh Saleh Al-Fawzani pia akizungumza kuhusu maulama ambao wanamsifu Said Qutb asema hadha khata'un laysa fihi hujja, idha kana fi khata' fal khata' mardud. Awazungumza maulama wanamsifu Said Qutb, anasema yeye ni makosa, maneno hayo si hoja. Ikiwa kuna kosa kwa Said Qutb, kosa la rudishwa. Walladhina dhakarta annahum athnau alayhi ma daru amma fi, uliowataja wanamsifu Said Qutb, hao hawajajua kilichopo kwake yeye Said Qutb. Wakishajua nitakana wafanyaje? Ni wajibu kwa wao kufuata maneno ya ulama yaliyozungumzwa kuhusu Said Qutb kwa hujja na burhani na bayani. Hii lazima lijulikane, na ndio msingi kuko hivyo tangu wakati wa salaf mpaka leo hii, isipokuwa mahizbi na nyinyi msiojielewa ndio waleta talbisat katika saha ya dawa salafia, wakoroga watu kwa maneno yenu haya. Tusikilize tena. Lakini jambo sasa lipo kwa sisi talabatul ilm, kwa sisi talabatul ilm ambao maarifa yetu ni madogo, na sisi tunaambiwa kwamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni watu wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui. Waulizeni watu wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui. Kwa maana watu warejee kwa watu wenye elimu ikiwa kwamba nyinyi hamjui. Kwa maana sisi sasa ndio tutakuwa ni wenye kuangalia wanachuoni. Yuko ambaye atakayefuata wanachuoni hawa waliombidisha Sheikh Muhammad al-Imam, na yupo ambaye atakayefuata wanachuoni hawa waliokuwa wamempa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam. Sasa matokezeo yanatokezea kwamba hawa waliokuwa wamefuata msimamo wa kumbidisha Sheikh Muhammad al-Imam, kwa hiyo kila ambaye atakayekuwa amempa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam wanamhesabu ni katika watu wa bid'a, ambao jambo hili si la sawa kwa misingi ya elimu. Jambo hili si jambo ambalo kwa la sawa kwa misingi ya elimu na kwa misingi ambao wanachuoni wameielezea.
asema shida ni kwetu sisi talabatu ilmu, tunaambiwa tuwaulize maulama. Shida ni kwetu sisi talabatu ilmu, sisi hatuone shida, sisi hatuone shida, kwa sababu sisi tukishaona kwamba shekhi fulani amemzungumza fulani kwa hujja na ilmu na bayani, na kweli makosa yake haya kwa uthibitisho, na kosa hili ni batil kwa hoja hii na hii na hii, kuna shida hapo? Shida kwako wewe na usielewa misingi ya dawa. Halafu asema lakini tumeambiwa sisi tuwaulize ahlul ilm. Ni ulama gani sasa tuwaulize? Ni wenye elimu wepi sasa tuwauliza hapa? Maneno haya yanamaanisha kila alichokisema mbele, kwamba misingi ya elimu haimlazimishi huyu labda akafuata kauli ya huyu au kumbidisha alifuata kauli ya huyu. Maneno yake yanaashiria hivi. Haya ni maneno pia ya kihizbi, maneno ya kiikhwani, si maneno sawa. Ni misingi gani hiyo ambayo sema misingi ya elimu, misingi ya kielimu? Umerudia hapo kwamba misingi ya kielimu haifanyi kama wewe umbidishe huyu kwa sababu amefuata kauli ya huyu, na huyu ambidishe huyu kwa sababu amefuata kauli ya huyu. Misingi ya elimu haiko hivyo. Ni misingi gani ya elimu? Yaani misingi gani ya elimu ambayo haitulazimishi sisi kumbidisha huyu kwa sababu amefuata kauli ya huyu, na huyu kwa sababu amefuata kauli ya huyu? Kwa hiyo maana yake hatulazimishi kubidishana. Muda wa kuwa wewe utabaidi mtu wa bid'a, utamuunga mtu wa bid'a, kwa kuwa wako baadhi ya mashaikh wamesema si mtu wa bid'a, basi hakuna misingi ya elimu inayotulazimisha sisi kuwabidisha hao, bali misingi ya elimu inatuambia tusiwabidishe hao. Hiyo misingi iko hapa. Labda tuletee misingi ya kihizbi, ya kiikhwani, ya kina Abul Hasan al-Maghribi, lakini misingi ya dawa salafia kama tulivyotaja hapo nyuma, mtu wa bid'a akishabainika huyu ni mtu wa bid'a kwa hoja na dalili na ushahidi, tunapaswa kutahadhari naye. Ukimtetea na wewe unakuwa miongoni mwao. Hiyo ndio misingi ya kielimu, na ndivyo walivyoishi salafu. Wameishi katika misingi hii mpaka walipokuja mahizbi, maikhwan, umayyun, amthalukum, mfano wenu, wakaharibu misingi ya dawa salafia. Famayyu usula da'wati salafia, wakaanza kuilegeza misingi ya dawa salafia, hasa katika kadhia hii ya kuamiliana na watu wa bid'a. Imeweka misingi kama hii kwamba ikiwa fulani ni mtu wa bid'a na shekhi fulani anaona ni mtu wa bid'a, huyu anaona si mtu wa bid'a, hatupaswi kulazimishana. Misingi ya kielimu. Misingi ya kielimu imetoka wapi hivi? Lakini jambo lingine ambalo liko hapa, kwa msingi huu alokuja nao Asnu wafakahu Allah Ta'ala, hatutolazimishwa kumkataa Said Qutb wala kumbidisha Said Qutb, kwa sababu kuna baadhi ya mashekhe wanamtetea na kumzaki Said Qutb. Tukienda na msingi huo, Ansar Sunna wa Sudani na sehemu nyingine, hatutolazimishwa kuwakata na kuwazingatia ni katika watu wa bid'a, kwa sababu wako baadhi ya mashekhe wanasema Ansar Sunna ni katika watu wa sunna, kama vile Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahu Allah Ta'ala. Yeye alipoulizwa kuhusu Ansar Sunna akasema Ansar Sunna ni katika watu wa sunna. Kwa hiyo kwa msingi huo, kwamba kwa kuwa wako maulama wanaona hivi, hatulazimishi sisi kuwakataa watu hao, hakuna kulazimishana. Basi Ansar Sunna ni watu wa sunna, kwa sababu Sheikh Fawzani amewasunisha na akasema ni watu wa sunna. Kwa lugha nyingine, sitokulazimisha wewe umkubali Said Qutb, kwa sababu wako baadhi ya mashekhe wanamkubali Said Qutb na wanamsunisha Said Qutb, kama vile Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala wa ghafara Allah lahu na wengine katika mashekhe. Lakini pia Ansar Sunna inabidi wakubali, kwa sababu Sheikh Saleh Fawzani amesema wao ni katika sunna. Yahya al-Hajuri
inabidi umkubali, lazima umkubali, kwa sababu Sheikh Saleh Fauzan alipoulizwa aje tusome kwake akasema ndio, hakuna shida, someni kwake. Lazima umkubali Yahya al-Ayyubi. Ukienda na msingi huo unajua utapoteza msingi mkubwa sana wa dawa salafia. Ndio maana Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu cha ilmu kurasa wa 97 aliulizwa swali lifuatalo, sema hal yu'dharu talabatu ilmi alladhina darasu al-aqidata ala ghairi madhhab as-salaf as-salih محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة. شيخ anauliza, je, atapewa udhuru wanafunzi au je watapewa udhuru wanafunzi ambao wamesoma aqida nje na madhhabi ya salaf salih? Je, atapewa udhuru mwanafunzi anayesoma aqida nje na madhhabi ya salaf kwa hoja ya kwamba mwanachuoni fulani au imamu fulani ana aqida kama hii? Je, huyu mwanafunzi atapewa udhuru anayesoma aqida ya madhehebu fulani kwa sababu kuna shekhi fulani naye yupo kwenye aqida hii, kuna shekhi fulani au imamu fulani ana aqida hii na amesoma madhehebu haya? Qala rahimahullah ta'ala, akasema hadha la yudharu bihi sahibuhu, huyu hapewi udhuru haithu balaghahu alhaq, muda wa kuwa haki imemfikia, lianna alwajiba alayhi an yattabi alhaq, kwa sababu wajibu kwake yeye ni kufuata haki aina ma kana, wa an yabhath anhu hatta yatabayyana lahu, na nitakana aifuatilie haki mpaka imbainikie aifuate. Kwa hiyo mwanafunzi yeye hapewi udhuru kwa sababu shekhi fulani amesema hivi kumuunga mtu wa bid'a au yuko na kauli fulani ya kukubali watu wa bid'a. Mwanafunzi hapewi udhuru kwamba eti na yeye sasa hatolaumiwa wala hatokalifishwa kufuata msimamo sahihi kwa sababu shekhi fulani bwana yuko pale. Simeelewa hapo? Maulama hawatambui maneno hayo unayozungumza wewe, maneno yasiyo na mizani ya ilmu, lakini kwa maneno yako haya yatosha kuwa ni dalili ya ujinga wako, kwa sababu mashekha waliozungumza kuhusu wathika wa Muhammad al-Imam na kumbidisha kwayo na kwa wengine wamezungumza kwa hoja na burhani, kama alivyosema Sheikh Abdullah al-Bukhari kwamba wathiqatu al-Imam wathiqatun taghutiyya kufriya fiha min al-abatil wad-dalalat wal-kufriyat. kadhalika Sheikh Ubayd akasema aqulu Muhammad al-Imam mubtadi'un dhalim hatta yatuba an hadhihi al-wathiqa adh-dhalima wa yatabarra minha. akaambia Sheikh, lakini ikhwani, asema naam huwa ikhwani. Sheikh Rabia akamtahadharisha pia. Sasa kwa aliyefuatilia kadhia ya wathika ya mkataba wa Muhammad al-Imam na yale aliyoyafanya baada ya wathika, itambainikia wazi kwamba Muhammad al-Imam hana udhuru wala hana dharura ya kuendelea na ule wathika au kuingia kwenye ile mkataba. Katika majawabu tuliyofanya kipindi cha nyuma kwa Abu Zagar tulieleza mfano wa maneno haya, tukasema hivi kweli mtu anayehesabiwa kwamba ana udhuru kwa wathika aliyofanya, alafu baadaye anakuja kusema sisi hatuko tayari kupigana na mashia, ma nuridu nuqatila haula, hatutaki kupigana na hawa mashia, na tunaona kwamba kupigana na mashia sio tiba, bal hadha min a'zami ad-dukhul fi al-fitan, bali ni katika kuingia katika fitna, bali anahesabu kupigana na mashia ni vita ya kidaula, si vita ya kidini, bali asema sisi hatuhalalishi damu ya mashia ya rafidha, la nastahilu dimaa rafidha tadayunan wa laysa khawfa min ahad, ndio dini yetu wala tumuogope yoyote.
mashia ambao wameingia katika miji ya Waislamu na kuwatoa Waislamu katika majumba yao. Muhammad al-Imam anayesema kwamba vita kati ya Ahlus-Sunna na Mashia ni vita ya fitna na wanauao Waislamu, bali anasema hadhi muamarat waraaha duwal, hizi ni mbinu tu, nyuma yake kuna daula. sema qitali rafidha fitna walmusharaka fiha warta, kushiriki kwenye mapambano dhidi ya Mashia ni kukosea. Kufungua jabahati, kambi kwa ajili ya kupambana na Shia ni kuleta ugomvi na kuwapiga Waislamu. Na mutajaratu bidima ni kufanya biashara na damu za Waislamu. Hivi kweli huyu utasema ana dharura na ana udhuru kwa mkataba wake na Mashia, mtu ambaye anazungumza maneno haya baada ya mkataba? Kwa aliyedhurusu kadhia hii anaelewa wazi kwamba Muhammad al-Imam hana udhuru na wala sharti za ikrah, masharti ya kulazimishwa hayamuungi mkono yeye, kama alivyoeleza Ibn Hajar katika Fathul Bari. Lakini jambo lingine ni hivi, maulama mpaka wamefika wakamzungumza Muhammad al-Imam na kumtahadharisha Muhammad al-Imam, hawa wamezungumza kwa hoja na dalili na bayani. Wakaja wengine hao unawataja wakamzaki Muhammad al-Imam, wakampa udhuru Muhammad al-Imam. Sisi twajua kanuni ya kielimu tufanye nini hapa, kwa sababu kikawaida jarhu huwa inachukuliwa. Mwanachuoni akimjeruhi fulani tutakana tuchukue kauli yake, muda wa kuwa hakuna aliyepinga kauli yake. Lakini ikitokea kuna pinzani kati ya kauli ya fulani na fulani, kama shekhi fulani anambidiisha, huyu anampa udhuru, huyu anamsalafisha, huyu anamsunisha, kuna kawaid za jarh na taadil ambazo pia wewe hauzijui. Na ilivyo man dakhala fi ghairi fannihi ata bil ajaib, atakaingia katika isiyo kwa fani yake ataleta ya ajabu bila shaka, kama ulivyoeleta wewe haya kwamba eti kwa kuwa hawa wamempa udhuru Muhammad al-Imam na hawa wamemjeruhi Muhammad al-Imam, wamembidisha, sisi hatulazimishi kwa huku wala huku. Kwa hiyo hakuna haja kulazimishana. Misingi ya jarh na taadili haiko hivyo. Al-Alama Ash-Shawkani rahimahullah katika Irshad al-Fahuli anasema, wa indi anna al-jarh al-mu'mal bihi huwa an yasifahu bidha'fi al-hifdh. Kwangu mimi ninavyotambua elimu ya jarh na taadili kwamba jarh inayofanywa kazi huwa an yasifahu, ni alimu akamsifu mtu bidha'fi al-hifdh, kwa udhaifu wa hifdhi yake, au bitasahuli fi riwaya, au ana uzembe katika riwaya, au al-iqdamu ala ma yadullu ala tasahulihi bid-din, au akamsema fulani na kumjeruhi kwa sababu anayaendea mambo ambayo yanaashiria juu ya utasahuli kwake na uzembe wake katika mambo ya dini. Watizama maneno haya, ikiwa alim atamsifu fulani kwamba ana tabia au anafanya mambo ambayo yanaashiria tasahuli yake katika mambo ya dini au upande wa dini, pia hiyo ni jarh. Fashdud ala hadha yadayk, ikaze au shikilia juu ya hili kwa mikono yako. Tantafiu bihi inda istirabi amwaji al-khilaf, utanufaika na kaida hii pale panapotokea mbabaiko na mivumo ya khilaf. Baada ya maneno haya sasa itizame maneno ya baadhi ya ulama, kwa maneno machache mawili au matatu ya ulama. Az-Zarkashi katika Nukat asema, wasahihu taqdimu al-jarh lima dhakarna, sahihi ni kutanguliza jarhu kwa sababu ya hayo tuliyotaja. Ni muda wa kuwa mwanachuoni atafasiri jarhu yake kwamba huyu ni mtu wa bid'a kwa sababu hii na hii na hii na hii, huyu ni dhaifu wa hadithi kwa sababu hii na hii na hii. As-sahihu taqdimu al-jarh lima dhakara, sahihi ni kutanguliza jarh kwa mujibu wa misingi tuliyotaja. Lianna taqdim al-jarh, kwa sababu kule kutanguliza jarh inma litadhammunihi ziyadatun khafiyatan limuaddil,
ni kwa sababu ile jerhu imebeba ziada ya elimu ambayo imejificha kwa aliyemwadhilisha, aliyemwafikisha au aliyemsunisha na kumsalafisha. Aliyesema kwamba fulani ni mtu wa bid'a kwa sababu hii na hii na hii na hii, ana ziada ya elimu na ittila kushinda huyu aliyekuja akasema fulani hana shida. Huyu ana ziada ya elimu, itala ala ma lam yatali hadha, huyu ameyaona ambayo hajayaona huyu. Kwa hiyo talazimu sisi kutanguliza kauli yake huyu aliyemjeruhi. Kama hapa hivi waliyemjeruhi Muhammad al-Imam wameyaona ambayo hawajayaona hawa wengine, na ndio maana Sheikh Saleh al-Fawzani pia tushawahi kunukuu hapa katika rukuni zetu kwa Abu Zagari kwamba Sheikh Fawzani alipewa kitaba cha Sheikh Abdullah bin Salfiq afanye takdim kwamba wewe ni katika waliomudhuru Muhammad al-Imam. Asema mimi sijasoma, mimi sijaona huo mkataba. Kwa hiyo wana ziada ya ilmu hao walimjeruhi Muhammad al-Imam. Na akasema Zarkashi, wa dhalika mawjudun ma'a ziyadati adad al-mu'addil, na hilo lipo hata kama itazidi idadi ya waliomwadilisha, waliyemsafisha, wa naqsihi au ikapungua idadi yao, wa musawati au ikawa sawa sawa idadi yao. Falau jarahahu wahidun wa addalahu 100, lau mtu fulani atamjeruhi mtu mmoja wakamwadilisha watu 100, lau fulani atamjeruhi mtu mmoja akabainisha bid'a zake mfano pia hivyo, alafu wakaja watu 100 wakamsalafisha, udima qawlu wahid lidhalik, itatangulizwa kauli ya yule mmoja kwa msingi huo. Kadhalika al-Imam an-Nawawi rahimahullah asema walau ta'arada jarh wa ta'dil, lau istapingana jarh na ta'dil, qudima ala ta'dil, jarh itatangulizwa dhidi ya ta'dil ala al-mukhtar, kauli ambayo ndio sahihi iliyochaguliwa na ulama, alladhi qalahu al-muhaqqiqun, waliosema watu wa tahqiq wal jamaahir na jumhuri ya ulama, si nyinyi waliosema maulama. Wala farqa baina an yakuna adad al-muadilin akthar au aqal, hakuna tofauti kwamba ikawa idadi waliomwadilisha au kumsalafisha ni nyingi kuliko wale ambao wamembidisha, hata akiwa mmoja. Kwa hakuna haja kusema maulama wengi wamempa udhuru Muhammad al-Imam, huku hata akiwa ni mmoja, ni Sheikh Ubayd Jabiri peke yake, ni Sheikh Rabi peke yake, kwa msingi wa elimu ya jarh na ta'dil au qaida jarh na ta'dil itakadimisha kauli yake. Kadhalika Suyuti amesema hivyo, idha ijtama'a fihi ay fi rawi jarh mufassar wa ta'dil faljarh muqaddam walau zada adad al-mu'addil, hadha huwa al-asah inda al-fuqaha wal usuliyin. Ikikusanyika kwa rawi jarh ambaye imefasiriwa katajwa sababu zake, alafu ikaja ta'dil, fulani anamsafisha fulani, jarh inakadimishwa hata kama itazidi idadi ya waliyemsalafisha, hata kama itazidi idadi ya waliyemsalafisha au waliyofanyia ta'dil. Hadha huwa al-asah, hiyo ndio kauli ya sawa inda fuqaha wal usuliyin. Ikiwa kaida iko hivyo, kaifa waqad jarahahu man huwa alimun bi asbab al-jarh wa ta'dil, vipi na Muhammad al-Imam waliyemjeruhi au aliyemjeruhi ana maarifa na ilmu na asbabu za jarh na ta'dil, naye Sheikh Rabi wamemsifu maulama wa zama zake kwamba yeye ni imamu al-jarh wa ta'dil. Yani ikiwa ni kaida tu yenyewe iko hivyo, sio kaida tu yenyewe iko hivyo, je vipi na aliyemjeruhi ni mtu ambaye ana ilmu na asbab za jarh na ta'dil, aliyesifiwa kwamba ni imamu wa jarh na ta'dil, ambaye ana ilmu na masuala ya kufuatilia kadhaya kama hizi. Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala alikuwa baadhi ya nyakati anaandika barua, anampelekea Sheikh Rabi, bwana kuna maneno yametufikia 1 2 3 4 kuhusu fulani, tunaomba uiangalie hali yake na utubainishie.
Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, bali wakati mwingine anasema Sheikh Rabi anayo ilmu katika anayozungumza, bali asema rud ala man khalaf, mrudi kila anayekhalif, walau akhta bin Baz, hata kama atakosea bin Baz, rud ala man khalaf, kwa sababu anafahamu Sheikh Rabi ana ilmamu na masala haya ya jarh na ta'dil. Sasa ikiwa kanuni tu yenyewe kwamba jarh mufassar ni muqaddama ala ta'dil, jarh iliyofasiriwa na kutaja sababu zake inakadimishwa dhidi ya ta'dil, je vipi na aliyejeruhi Muhammad al-Imam ni mtu ambaye ana ilmam na ana mapana na yajua katika asbabu za jarh na ta'dil, na yeye amebobea katika hilo, kwa maana nguvu ya kufuata kauli yake inakuwa ni kubwa zaidi. Kadhalika kaifa idha kana almuaddil au ta'dil sadara min almutasahil, je vipi ikiwa yule aliyemwadhilisha na kumwaminisha na kumkubalisha fulani au kumsalafisha na kumsunisha fulani ni katika wale mashehe ambao wao wanatasahul, ni wazembe kwenye kufuatilia kadhaya? Vipi takapokuwa kwamba aliyemwadilisha fulani akasema fulani ni mtu wa sunna, yeye ana tasahuli katika kufuatilia, ana tasahuli katika kuyafuatilia mambo, au wakati mwingine hasomi, kama tulivyoona hapo nyuma Sheikh Suleiman al-Haili akizungumza kuhusu kadhia ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi hafidhahullah ta'ala, kuhusu kutokusoma kwake yanayoandikwa kuhusu Abu al-Hasan al-Mari. Kaambia huyu ana udhuru kwa sababu hasomi yanayoandikwa na mashaikhi, hasomi pia anayoandika yeye mwenyewe Abu al-Hasan al-Mari, ana udhuru. Sasa vipi itakapokuwa anayemfanyia taadili fulani ni mtu mtasahili katika kufuatilia mambo au hasomi, kama ilivyo kwenye kaida ya Ibn Hibban katika athiqat, yuwathiqu almajhulina ahyanan, akiwasahihisha majhulina wakati mwingine, wale ambao ni majhulina yeye ana wasahihisha kwamba hawa hadithi zao ni sahihi. Kwa hiyo msingi wa kielimu haujasimama uliposimamia wewe. Wa khitaman, kwa kumalizia kusomea maneno ya Sheikh Rabi rahimahullah ta'ala, anasema alipoulizwa hal yushtaratu fi jarhi ahli albid'i ijma'un am yakfi alimun wahid, je ni sharti kwenye kuwajeruhi watu wa bid'a waafikiane maulama wote ili tukubali kauli ya hawa watu waliomjeruhi kwamba fulani ni mtu wa bid'a? Je ni lazima waafikiane maulama wote au yatosha alimu mmoja hata kama wengine watakuwa kinyume chake? Akasema rahimahullah, hadhihi qa'idatun min alqawaid almumayyi'a alkhabitha, wa sadaqa rahimahullah. Qaida hii, msingi huu ni katika misingi ambayo ni misingi ya watu mumayya, wenye kuilainisha misingi ya dawa tusalafia, tena katika misingi ambayo ni khabitha, mibaya kabisa. Misingi hii uliokuja nayo wewe pia Hasnua Zinjibari ni katika misingi ya mumayya al-khabitha, kama anavyosema shekhe hapa, idha qala Ahmad fulani mubtadi, akisema Ahmad fulani ni mtu wa bid'a, sallama an-nasu kulluhum, watu wote wanakubali kauli yake na wanasalimu juu ya kauli yake. Marakibu araahum, hawafuati rai zao na matakwa yao, jambo haliko hivyo. Wa idha qala ibn Ma'in, na akisema ibn Ma'in hadha mubtadi'un, huyu ni mtu wa bid'a, fulani ni mtu wa bid'a, ma ahadun yunazi'uhu, hakuna yeyote alikuwa anapingana naye tena. Wayashtatu al-ijma', hakuna anayeweka sharti la kukubaliana mashekhe wengine na maulama wengine. Msingi huu haukuwepo huko na mpaka sasa, isipokuwa umekuja kutoka kwa mumayya na mulabbisin mfano wenu nyinyi, lakini ulama wa salaf na mashekhe hawakutambua msingi huu.
tosha hapa.